So finally leo ikiwa tarehe 25 mwezi wa 10, tumebakia tu na siku 3 tuingie kwenye ule uchaguzi mkuu ndani ya nchi yetu pendwa, nchi ya Tanzania, ambapo kuna vigezo vingi sana ambavyo tunaweza tukaviongelelea, na tukianza kuviongelelea kikweli kabisa hatuwezi vimaliza leo. Wenyewe wanasema kwamba amani haipatikani ila kwa ncha ya upanga. Lakini leo tuko hapa, ama leo tutakuwa hapa ili kuwa wahubiri wa amani, ama kuwa wahubiri wa mapenzi ya amani ambayo yamekosekana kwa sababu kubwa ya ile ambayo tunaita haki imetafutwa kila mahali lakini haijapatikana. So leo nimekuletea tu habari kuhusiana na mpango mzima wa kule ama vile ambavyo wapinzani wanaweza kunyamazishwa kwenye huno uchaguzi ili wasiwe na shawishi yoyote ya matokeo ya uchaguzi huno ambao unaenda kufanywa tarehe 29 ama tarehe 29 hapa nchini. Kama tunavyojua ama kama kawaida ile yetu tunayojua ni kwamba siku zote endapo kutakuwa na uchaguzi, basi lazima kuwe na viongozi baadhi kadha wa kadha kutoka vyama tofauti tofauti ambao wataungana kwa pamoja, ambao watatafuta uungwaji mkono na wananchi nchini ili waweze kuwapigia kura, na yule ambaye ataibuka kuwa mshindi basi ndio atayoizishwa ili ataapishwa ili awe atakuwa kiongozi ama rais wa nchi yetu pendwa. Lakini endapo yule ambaye tayari ndio yuko kwenye madaraka na yatafuta chance nyingine aweze kuingia kwenye uongozi, kwa sababu siku zote yeye ndio amiri jeshi mkuu, basi akona uwezo wa kufanya lolote ambao iko nje ya katiba ili mradi aweze kufanya ule ambao ni uwizi, niseme either uwizi wa kura. Na endapo akiona hadharani ya kwamba inakuwa ngumu kuiba kura ama itakuwa vigumu kuiba kura, basi inabidi atafute njia nyingine ya yule ambaye ni mpinzani wake mashuhuri, ambaye akona uwezo mkubwa ama ambaye akona wafuasi wakubwa pia ama wengi, basi itabidi awanyamazishe ama atafute njia ya kuwanyamazisha kwa njia yoyote ile. Na nasema hivi sio kwamba mimi ni mwenda wazimu, najua kile kitu ambacho kinaendelea chini, na hivi majuzi kati nafikiri wengi mliona ama wengi mlikosa kuniona hapa, na zipo sababu za msingi ambazo sitaki kuziongezea sasa hivi, ambapo kuna baadhi ya vitisho ambavyo vinaweza kutolewa mitandaoni kwa wale wote ambao wanampinga mama ama wanampinga Rais Samia Suluhu Hassan kwa chaguzi yake hino ambayo inaweza kuendelea. Na endapo wewe utakuwa unampinga mama Suluhu Hassan Samia either mitandaoni ama kwenye ukurasa yoyote ule wa mitandao, ama let's say like kwenye mikutano yoyote ile ya hadhara, basi niseme kwamba chako kiko motoni, kwa sababu mama yuko radhi na jeshi lake watumie nguvu zote zile ambazo wako nazo ili mradi wa kunyamazishe. Na sio kukunyamazisha tu peke yake, hata kukuweka ndani ama kukumaliza ama kutoa uhai wako. Wako na huo uwezo wa kufanya hivyo kwa sababu tu waweze kushinda kuna uchaguzi na amani iweze kudumishwa nchini. Wengi sana ambao kwenye ule upande wa mama ambao wanamsifia mama, ni ngumu sana wakubaliana na mimi. Watakuja hapa na matusi, watatukana, watatoa kejeli zao ambazo hazina mbele na nyuma bila vigezo vyovyote. Wataongea maneno mengi sana ambao hayana kigezo chochote cha hao kuongea, lakini kwa sababu ni jeshi la mama la kwenye mitandao, basi litafanya juu chini ili mradi liweze kukunyamazisha, ili wewe usiweze kuongelelea masuala yoyote yale ya chaguzi hii ambayo inaendelea kufanyika nchini Tanzania. Lakini kiukweli kabisa let's agree all of us together, tuseme kwamba mambo hayako sahihi ndani ya Tanzania kwa upande mzima wa uchaguzi. Na niko hapa, nimerejelea tena kwamba niko hapa leo, na vile vile pia nitasema tu wale mashabiki wangu, tuungane sote kwa pamoja, tuanze kuhubiri amani ambayo ilikuwa inaonekana kama itatoweka tarehe 29. Acha mama ajue wazi kabisa ambacho anakifanya sio sahihi, na tusikubali kuchoma nchi. Yani hiyo ndio kilio changu, ama hicho ndicho kilio changu ambacho kimenifanya nije hapa, kwa sababu kiukweli kabisa ni kama hakuna uchaguzi, na ile pesa nzima ama pesa yote ambayo imetumika kwa campaign kwa viongozi tofauti tofauti ambao kwenye serikali na ambao kwa nje ya serikali, tutachagua tu wabunge na watu wengine tu kule nje chini, lakini masuala mazima ya kuchagua rais
tukubaliane ya kwamba hatuchagui, amejichagua mwenyewe, amejiweka mwenyewe, amejiamulia mwenyewe. Because yule ambaye ni mpinzani ama yule ambaye anakupa competition, anakupa ile taswira ya kwamba inakufanya wewe ung'ang'ane zaidi ili kutafuta wafuasi zaidi, unamshika unamweka ndani, ama unamshika unamzuia. Hutaki represent watu wake, hutaki wanachadema wawe na ule ambao tunauita muungano wao wa kivyao. Mmesema kwamba Tundu Lissu amefanya makosa ya jinai, hivyo basi anastahili kuhukumiwa na kosa la uhaini. Imekubalika, Tundu Lissu amekuwa ndani siku zote, hafanyi campaign, amehakikisha kwamba amehakikisha kwamba hata kama hakuna mashahidi wa 4 ambaye alikuwa anahitajika pale kotini, lakini Tundu Lissu aendelee kukaa ndani mpaka tarehe 3, ambapo tarehe 3 uchaguzi huu tayari utakuwa umeisha, uchaguzi huu tayari utakuwa umefanyika. Hivyo basi Tundu Lissu atakuwa hana say yoyote kwenye uchaguzi, na yote hino ni uoga ya kwamba anajulikana, anafahamika kwamba Tundu Lissu akiachiliwa tu hivi ana uwezo wa kuhamasisha watu wengi ama watu kibao sana wasiweze kujitokeza kwenye hizi chaguzi, ama wasiweze kuungana na wenzao kwenda kwenye hizi chaguzi. Na nikukumbushe tu kwamba kulingana na ile tume ya uchaguzi nchini, ambaye atashinda lazima awe na uungwaji mkono wa wananchi, ambao ile wananchi wote kwa pamoja ambao wameweza kujisajili kwenye hiyo tume, ile wachukulia kwamba hao ni 100%. Sasa wale ambao peke yao wataruhusiwa, ama wale peke yao ambao yule ambaye amepigiwa kura itasemekana ameshinda, basi lazima awe atapigiwa kura na watu ambao watazidi 51%. Yani wanasema 51% of the voters lazima wampigie yule ambaye atakuwa amepata kura nyingi. But if the number of people ambao wanaenda kuvote wasifike 51%, basi itakuwa ngumu yule ambaye anasemekana kwamba ameshinda aapishwe kwamba ameshindwa. It's going to be very hard according to the rule ambayo iko ya uchaguzi. So kitu ambacho tutaomba, ama kitu ambacho tutasema hapa na bado vile vile pia nitaambia wenzangu wale ambao wanaongelelea masuala mazima haya kwenye mitandao ya uchaguzi wa Tanzania, tuweze kuimarisha ama tuweze kuzungumza sana, tulete ile kitu ambayo ni amani, kwa sababu tunajua kabisa haki imekosekana, haki hakuna, na wanasema kwamba haki na amani inaendana, na kwa sababu hakuna haki basi hakutakuwa na amani. Lakini kwa sasa, kwa kipindi ambacho tuko nacho hichi cha siku 2, tuzidi kuhubiri amani, kwa sababu endapo amani itavunjika, basi nchi itarudi nyuma, na nchi ikirudi nyuma, hata Samia akitoka kwenye uongozi, akija yule ambaye tunamtaka, ile nchi kurudi pale ambapo ilikuwa, itakuwa ngumu kwetu sote. Tumeweza kuona vitisho vya maandamano vimeanza, wale ambao wanahubiri maandamano kwa kiasi kikubwa pia vile vile wanasita, ama not kusita, lakini wanazidi kupaza sauti ya maandamano. Wale wa no reform no election pia vile vile wanazidi kupaza sauti. So mimi niseme tu kwamba sitalazimisha mtu kwenda piga kura. If you wish that you think unadhani ya kwamba umekosa haki yako na haustahili kwenda piga kura, weka kitandani kwako, usitoke nje kwenda haribu amani. Na kama unahisi ya kwamba amani yako umeipata, ama ile haki yako umeipata, basi unataka kwenda piga kura, azwe pia endo kapiga kura. Lakini kiukweli kabisa, vile anarejelea nisionekane mnafiki, kiukweli kabisa vile ambavyo kuko na vile ambavyo tunaona na zile dalili zote ambazo tumeziona ya kwamba wale ambao ni viongozi wa upinzani wanafungwa na kufungiwa na kunyimwa amani na kutekwa, wasijulikane wako wapi, wasifunguliwe kesi, wasiwekwe mahakamani ili kesi iongelelewe imalizike. Tunaona wazi kabisa ni vile ambavyo wanazuiliwa ili wasiwe na motisha, ama wasiwe na mwongozo wote wa tarehe 29, kwa sababu watu wengi sana wafuasi wao wanawatazamia na kuwasikiliza ili waweze kutoa kauli ya tarehe 29. Tunafanya nini kiongozi? Tarehe 29 imefika. Ni kipi ambacho tunapaswa kufanya? Ni nini tufanye? Tuelezee tufanye kipi ili tarehe 29 isiwe kama kawaida ambavyo wanatarajia. Wote wale ambao wanasambaza hino kitu wameshikwa na kuzuiwa. Wengine ni sisi ambao tumetoroka nchini ili mradi tusizuiliwe.
na ili mradi tusikamatwe, ili tupate wakati wa kujuza wewe ama kukuelezea wewe mpango mzima ambao unaendelea. Kuna semi fulani ambazo hatuna uhakika nazo, lakini tumeambiwa kwamba huenda pia mitandao ikazimwa ili mradi habari zisiweze kupeperushwa nje ya nchi. Ukweli ama uongo, tusubirie. Maombi yetu sote yawezeshe, ama maombi yetu sote kwa pamoja ndio yatawezesha nchi yetu iweze kudumu kwa amani, na uchaguzi uje na uende na amani izidi kuwa kati yetu sote. It is what it is, ladies and gentlemen. This is KG Chipande. Please make sure you subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time. Kwa miaka mingi, watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dr. Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usihangaike tena. Dr. Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu, Dr. Ngoso pia hutatua uchawi na chuma ulete, kukosa kazi au mvuto wa kibiashara, kumrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake. Huduma zake zinakufikia popote pale ulipo, kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp +254 718 756944.